jeshi la polisi liache siasa. Sasa hivi wameacha kabisa majukumu ya polisi. Yaani polisi ni typical political body. Yaani kama wanaweza basi msajili awape usajili, tujue ni chama cha siasa, ili tuelevate hata migambo kwa hatua ya dharura. Tujue migambo hao ndio wawe polisi watusaidie. Kwa sababu polisi sasa hizi ni kama jumuiya ya vijana ya CCM. Ambao kazi yao kubwa ni kudhibiti, na ndio maana ukiangalia hata utendaji wao wa kazi, kila anayekuwa mpinzani wa kweli wa CCM anakuwa mpinzani wa kweli wa polisi. Umewahi kuona hicho kitu? Jaribu kutafuta kwamba unapokuwa mpinzani wa kweli wa CCM unakuwa automatically unajikuta ni mpinzani wa kweli wa polisi. Kwa hiyo polisi ni jumuiya ya Chama cha Mapinduzi kwa utendaji wao wa kazi, matendo yao na namna wanavyowajibika. Na ndio maana kazi kubwa wanafanya kupambana na Chadema, au mtu anayehisi anaongea au analingana na kushabihiana na Chadema. Ile ni tatizo kwa jeshi la polisi. Ndio maana unaona makosa yale wana CCM amewahi kutamka kwamba watu wauawe, watu wapotezwe, kiongozi mmoja wa CCM. Polisi hawajawahi hata kumuhoji. Kwa sababu CCM wanaweza taka kunyofua maini akakuua. Polisi asifanye chochote kwa sababu polisi anafurahishwa na kila kinachofanywa na Chama cha Mapinduzi, ila na kero na kila kinachofanywa na watu wengine wanaoipinga CCM. Kwa mimi ukiniuliza polisi kwa sasa, nitakwambia polisi ni jumuiya ya Chama cha Mapinduzi kwa namna wanavyofanya. Yaani dijole ni chombo cha ulinzi na usalama, lakini de facto jeshi la polisi ni jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Mimi ningefikiri wangejifunza, warudi kule alikokuweko Saidi Mwema. Wajifunze kwa sababu Saidi Mwema si yuko. Waende tu wakajifunze kwa sababu sio lazima ujue kila kitu. Ukikosea rudi kwa waliotangulia na kufanya vizuri, waulize wakusaidie. Saidi Mwema yupo, ni mtu mwenye nguvu bado na afya. Ni vizuri viongozi wa jeshi la polisi wangeenda kule kujifunza. Aliandaa hata kanuni nzuri za uchaguzi. Zilikuwepo namna ya ushiriki wa polisi katika uchaguzi, Saidi Mwema. Lakini zote zinatumika kama toilet paper. Hawatumii mambo kwa uweledi. Kwa hiyo polisi ni shida. Imekuwa saizi ikifanya kazi kisiasa zaidi kuliko kiuweledi. Wanachotakiwa kujiuliza, wananchi wanahoji nini? Wewe ukisikia vijana wanasema Disemba 9 usipambane na maandamano, pambana na agenda zao. Kwa nini usikutane nao kujadili? Unawaogopa nini? Vijana wanataka uwajibikaji. Kwa nini usianze uwajibikaji kuona nini ufanye kwenye kile wanachokilalamikia? Unajua tatizo dogo tu kabisa. Yaani methodology tunazotumia ku address this very trivial political matter ndizo zina escalate kila mambo. Yaani baada ya watu kufanya vitu kwa uweledi. Okay, huyu anasema Mwabukusi, nitakuja kukupiga kesho sababu 1 2 3. Kwa nini nipambane kumsubiri aje anipige kesho kwa wakati kesho kanieleza sababu za mimi kunipiga? Kwa nini sitafute namna ya kukaa naye na kuzungumza naye? That's what I'm talking. Kwa hiyo tunajaribu kuzungumza kwamba waache witch hunting, kufikiri nani aliyesababisha matatizo haya na hasira kwa vijana ni viongozi na serikali kwa kutowasikiliza, kunyima forum za kuwasikiliza, tume ya uchaguzi, kuharibu uchaguzi na kufanya mambo wanavyojua, ofisi ya msajili, kuacha kusajili vyama na kutoa nafasi kwa vijana kuwa na vyama vyao wanavyovipenda au kuwa na wingi wa vyama, kuwapa vijana vyama vya ukweli. Nazungumza sio vyama hivi ambavyo leo vinaenda vinapewa shilingi 2-3 ili vifanye siasa. Nazungumzia vyama vya kweli vya siasa. Kwa hiyo kimsingi mimi nadhani tunahitaji ukweli, haki na upatanishi. Taifa lilivimba, saizi limepasuka. Tusipokitibu sawa sawa hichi kidonda, kinakwenda kutuletea donda ndugu. Na tukifikia stage hiyo tumekwisha ndugu.